Shalom, shalom. Karibu sana katika kipindi chetu kizuri cha Life Journey ama From Zero. Kipindi hiki ni kipindi mahususi kabisa cha kuweza kusikia taarifa mbalimbali na kusikia story ya mtu alikotoka mpaka alipo sasa hivi na msaada wa Mungu umeweza kuhusikaje kwenye maisha yake. Katika kipindi hiki utaweza kusikia mambo mengi, utaweza kujua namna gani watu wametoka wapi, watu wamefanya nini, na katikati ya hapo Mungu ameweza kufanya nini kwenye maisha yao. Kwa hiyo nikukaribishe sana, na leo tunaye mtu ambaye atahusika kabisa kuweza kutuambia mambo ya kwake, amepita wapi, historia yake imekuwaje, na Mungu amechangia nini na Mungu amesaidia nini kwenye maisha ya kwake. Hiyo basi, kabla tujaendelea, naomba tumwombe Mungu halafu tuweze kuendelea. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, ni mwaminifu. Asante kwa utukufu wako, asante kwa yale ambayo unatenda kwenye maisha ya kwetu, asante kwa ajili ya mambo yote ambayo unatenda kwenye maisha ya kila mmoja. Nasi Mungu tunakushukuru kwa wakati huu na majira haya ambao Bwana amekupendeza ili kwamba tuweze kusikia hiki kutoka kwa mtumishi wako. Nasi Bwana tunajikabidhi mbele zako, tunaomba neema yako ikaweze kuwa pamoja nasi. Story hii Bwana ikamfae kila mmoja anayetusikiza na kututazama kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha From Zero, karibu sana ambapo tunakwenda kuianza sasa rasmi safari yetu ya kuweza kumsikiliza mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye mahali hapa akitueleza wapi ametoka, wapi yupo na maisha yake kiujumla ilikuwaje mpaka hapa Mungu amehusika kwa namna gani. Kwa hiyo nikukaribishe sana. Karibu sana madam katika kipindi chetu cha From Zero. Asante sana. Asante. Naomba ujitambulishe, uweze kumwambia mtazamaji unaitwa nani, umetokea wapi, kiufupi wewe ni nani? Okay. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo amenipa na kibali cha kuwepo kwenye hichi kipindi. Namshukuru Mungu sana kwa kutupa kibali. Pia nikushukuru pia mtumishi wa Mungu kwa kunialika kwenye hichi kipindi na kwa kuniamini pia. Mungu akubariki. Kwa majina naitwa Elizabeth, jina ambalo nilipewa na wazazi wangu. Naitwa Elizabeth Modestus Skazwe. Asante. Ni mwenyeji wa wapi? Mimi nimezaliwa Singida ila nimekulia Dar. Lakini baba yangu ni mtu wa Sumbawanga, mama yangu ni mtu wa Singida. So baba Mfipa, mama Mnyaturu. Lakini nimesoma elimu yangu ya shule ya msingi Dar es Salaam na sekondari pia nimemalizia huko Dar es Salaam. Asante. Karibu sana katika kipindi chetu cha From Zero. Asante sana. Tuanze safari yetu sasa ya kutuelezea maisha yako ilikuwaje mpaka ukakutana na Yesu Kristo. Toka mwanzo ilikuwaje, safari ilikuwaje, maisha ilikuwaje, umepitia nini, ili kupitia wewe mtu mmoja ambaye amechoka aweze kupata kitu cha kujifunza kutoka kwako na hata utukufu uweze kumrudia Bwana Yesu. Ilikuwaje kwanza kukutana na Yesu Kristo? Safari ya mpaka kukutana na Yesu Kristo tumishi haikuwa rahisi. Ni safari ndefu sana. Kwanza mimi ni mtoto ambaye kwa sasa ni kama nimekuwa mtoto wa pekee kwenye familia ya baba yangu na mama yangu pia. Sisi tulizaliwa watatu kwa baba na mama. Lakini kwa bahati mbaya mama yangu alifariki, kaka yangu alifariki, dada yangu alifariki. So nikabaki mwenyewe mimi na baba yangu. Lakini walifariki hao watu mimi nikiwa katika umri mdogo, except kaka yangu. At least kaka yangu ndo mtu ambaye nilikuwa naye kidogo, naye haikuwa sana, ilikuwa kidogo. Maana baada ya mama kufariki, baba alioa mwanamke mwingine ambaye huyo mwanamke ndo akaanza kutulea sisi. Ila alitangulia dada kufariki akaja mama. Then nikabaki mimi na kaka. So baba alikuja akaoa mwanamke mwingine.
Mwanamke yule ndo tukawa tunaanza kuishi naye. So she was our stepmother, na mama yetu wa kufikia. Kwa hiyo haka ametulea. Maisha ambayo, mazingira ambayo tulilelewa na yule mama ilikuwa ni mazingira magumu sana sana. Kwa hiyo ikafika mahali ni kama kakaangu alikuwa amechoka. Kwa hiyo naishi kwenye mazingira ambayo unaelewa, ukilelewa na mama wa kufikia, mateso yalikuwa ni makali mno sana sana sana. Mama yule alikuwa kwa kweli alikuwa ametupitisha kwenye wakati mgumu sana. So kakaangu ikafika wakati naye akachoka, akachukua hatua ambayo haikuwa nzuri. Alisaga chupa. Tulikuwa tuna duka kubwa pindi hicho, tulikuwa tunaishi Mbeya. Kwa hiyo kakaangu alisaga chupa akanywa. For that time hakuwa ni mtu ambaye alifariki hapo hapo, ila baada hiyo tukio likawa limeibua magonjwa mengi kwake, kuumwa, na unajua hatukupata care, hatukuwa na ile, tulikuwa watoto lakini hatukuwa na mtu ambaye alikuwa anatuangalia. Hatukuwa na care kabisa ya mtu kutuangalia, kutujali kwamba watoto wanaendeleaje, kuna tatizo gani, kuna changamoto gani, hatukuwahi kupata. Kwa hiyo kaka aliumwa ndani taratibu. Nakumbuka kuna siku, mimi bado nilikuwa bado kuna siku nilikuwa namuona kaka anakohoa mpaka anakohoa damu. Mwambie baba, hamna kumwambia. Tunakuwa tunabaki kwenye usiri. So mpaka ikaja kujulikana kwa baba, kwa wazazi, ilikuwa ni too late. Ashaumwa ndani, ashaumia sana. Kwa hiyo akaja akaumwa sana, mwisho wa siku na kaka naye akafariki. Pole sana. Asante. Pole sana. So baada ya hapo kakaangu alipofariki nikawa nimebaki mimi peke yangu. Kwa hiyo mimi sikuwa na njia, sikuwa na chochote. Kwa hiyo mtu ambaye nilibaki naye kama tumaini langu alikuwa ni baba yangu. Na baba hakuwa anasikia kitu, hakuwa ananisikiliza. Yeye ni anamsikiliza sana mama, sana 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 kuliko chochote. Kwa hiyo nikaishi kwenye hao mazingira, tukahama Mbeya, tukawa tunaishi Dar. Kakaangu alifariki bezi tukiwa tuko Dar tayari, tushahamia Dar. Babangu mimi ni askari. Kwa hiyo tukawa tunaishi kambini, tukaendelea na hayo maisha. Kikweli nimeishi kwenye maisha ya magumu mno, mateso sana sana. Babangu ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana, na mimi ni mtoto peke yangu. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtoto pekee, na niseme sijui kwa bahati ambayo ni mbaya, yule mama yangu ambaye ni stepmother hakufanikiwa kupata mtoto. Hajawahi kufanikiwa kupata mtoto. Kwa hiyo nilikuwa ni mtoto peke yangu. Hao wengine wote ndio washafariki, nikawa nimebaki peke yangu. Nikabaki na baba. Mazingira ambayo nililelewa ni mazingira ambayo hayakuwa ya usalama kwangu kama mtoto. Mazingira magumu sana, ya kikatili sana. Sikuwahi kupata nafasi ya kukaa na baba kumueleza chochote. Kwa hiyo nilikuwa naishi maisha ya kupigwa. Yaani ni kama nikikosea mama anaweza akaniadhibu, alafu akija baba tena pia naye ananiadhibu. So nilikuwa kwenye mazingira ya hofu na mashaka, vilio. Yani that was my childhood. Kwa kwenye maisha ya mateso sana. But I remember siku moja nikiwa niko darasa la 3. I was in standard 3. Ndio nilikuwa ni mwaka gani, lakini that day nilikuwa nimetoka shuleni. Mimi babangu ni mtu at least ana uwezo wa kifedha at least. So nakumbuka hiyo siku nilikuwa nimetoka shuleni darasa la 3. Nilipofika nyumbani nilikuwa na njaa sana. Ilikuwa ni saa 8 mchana. Nikawa nahitaji nipate chakula nile. Nikaingia ndani hamna chakula. Nikafungua friji nikakuta juice. Hiyo siku nikachukua juice kidogo nikanywa. Mama alivorudi akaona, akachambua tu kwamba hapa hii juice imenyweka. Mpaka niuliza mimi, nani kanya juice? Kwa nini nani amekunywa juice? Na anajua niko peke yangu. So anaelewa kabisa mimi ndo nimekunywa. So kwa sababu ya yale mazingira ambayo nimelelewa, hofu na mashaka, sikuweza kusema, nikaogopa kusema kwamba nikisema nitapigwa, sio itakuwaje. Nikasema hapana, sio mimi. Unadanganya mimi. So mama akaja juu sana. Hii siku sitakuja kusahau kwenye maisha yangu. Alinichukua, akaniingiza ndani. Babangu ni askari. Alinivua nguo zote nikabaki kama nilivyozaliwa.
akachukua pingu ya baba akanifunga. Mkono mmoja wa pingu alinifunga, mkono mmoja akafunga kitanda. Yaani huku chini kabisa kwenye miguu ya kitanda. So sina pa kukimbilia, nikawa nimelala pale chini. Alafu akachukua waya, alinipiga sana sana, kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 12 jioni ananipiga tu. Yaani yeye mwenyewe anayenipiga anatokwa jasho, amechoka, ananipiga napumzika, ananipiga napumzika. Nilipigwa sana ile siku sana, sitasahau. And after that, baada ya kuona kwamba majirani na pia wao wakashtuka, mbona kipigo kimekuwa cha muda mrefu, akanifungulia pingu, akaniogesha. Ninainuka hapo na ukumbuke kwa sijala toka asubuhi, so napigwa nikiwa katika hali ya njaa kali sana. Kwa hiyo nikakosa hata nguvu ile kunipiga, nimegala na sina pa kukimbilia. Unajua unaweza ukapigwa ukakimbia, zikapoa ukarudi ukapigwa. Kwa hiyo nimefungwa pingu, niko hapo chini, sina pa kukimbilia. Hata kupiga hatua moja siwezi, naanguka. Yeye alipoona hiyo hali akaogopa, akaniogesha. Nakumbuka ile siku aliniogesha yeye, akanivisha gauni zuri ili sasa kutengeneza picha ya majirani wasielewe nini kilitokea. Akanituma dukani, akanipa kwanza matunda nile, alafu akanituma dukani. Sasa watu wakiniona nimetoka niko vizuri, nimependeza, wanaelewa kwamba hakuna lolote. So nikatoka kwenda dukani. Nimefika njiani nilishindwa, nakumbuka ile siku sitasahau kabisa, zamani lakini sasa. Nilianguka chini, nililia muda mrefu sana, nililia kwa uchungu. Nilikaa pale chini kwanza, nililala. Na yamkini na unajua wakati ananipiga kule nilipigwa mpaka ningafika tu nikawa siri nimenyamaza. Nimelala tu chini anapiga kwa hiyo. So nilirudi nyumbani ile siku. Baba alivyorudi naye pia akanipiga tena. Imagine nimepigwa kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Baba arudi saa 4 kipigo kikaanza. Na kiukweli kwenye maisha yangu sijawahi kupigiwa fimbo ya kawaida. Mimi ni waya wa umeme. Ukao umeandaliwa kwa ajili ya, yani unawekwa tu ndani kwa ajili ya kunipigia. Waya ambao anatafuta waya na ukunja hata mara 4, kama ni mwembamba na ukunja hata mara 4 ndio inakuwa fimbo. So hayo yalikuwa ni sehemu ya maisha yangu ya utoto. Nikipigwa, nakumbuka mimi mpaka sasa hivi kuna sehemu hapa utagi nywele mpaka leo. Mimi vipigo, nimepigwa sana. Nimeishi kwenye mazingira ya hofu na mashaka sana. Sikuwahi kujua upendo wa baba wala mama. Hivyo yani maisha ya mateso. Na huyo ni baba yangu mzazi. So baba alisahau kabisa kama kuna mtoto, na akaweka kwenye nafasi ambayo akaniweka kwenye nafasi ya kama mtoto ambaye yani alikuwa anajihesabia hajazaa. Hivyo ndivyo nilivyoishi mazingira yangu, maisha yangu ya utoto. My childhood ilikuwa hivyo. Nakumbuka hata nilikatazwa kuwa na marafiki. Mama alinifokea sana, akaniambia haitakiwi kuwa na marafiki kabisa. So nilikuwa yani nimeishi kwenye mazingira magumu na ya mateso sana. Pole sana. Na mpaka sasa hivi baba yupo? Yupo. Na yuko na mama pia? Yupo bado anaendelea na yupo na huyo mama ambaye ndo amekuwa ni mama yangu aliyenilea. Baada ya hapo kitu gani kiendelea sasa kwenye maisha baada ya kupitia hayo ya utoto? Kitu gani kiliweza kufuata mbele hapo? Mungu alinisaidia, nilifanikiwa kumaliza elimu yangu ya msingi darasa la 7 na nikaenda elimu ya sekondari. Lakini ni kwenye elimu ya sekondari baba, kwa sababu ya nadhani ilikuwa ni aibu, kwa sababu babangu ni mtu mwenye uwezo na ndugu walishaanza kuingilia kati, wakaanza kusema kwamba mtoto hawezi kusoma shule hizi sijui nini. Kwa hiyo ile kunini aibu na manyanyaso ya pale ambapo nilikuwa ninayapitia, nikapelekwa shule ya private. Na nakumbuka nikapelekwa shule ya bodi Morogoro. Nikasoma form 1, form 2. Nilipofika form 2 nyumbani zikaanza drama. Mama akawa tena hataki, baba naye akawa hataki. Ninakumbuka ni kama ikatokea tafrani ya mimi kuto kusomeshwa kabisa. Na ilianzia wapi ya mimi kustopishwa kusoma? Ni kama vile hawa baba na mama walikuwa wanatafuta sababu
wanatafuta sababu, yani wanatafutia chanzo cha kunitoa kwenye mstari au kuwaonyesha watu kwamba mimi ni tatizo. Kwa hiyo walikuwa wanatafutia hiyo sababu. So nilipofika form 2 pale tulipokuwa tunaishi kambini, watu unajua wanaona, watu wanaona maisha ya watu wanaishi. Na unajua kitu ambacho nimekuja kugundua, watu wa pembeni wanaweza kujua maisha yako ya ndani kuliko hata mtu yeyote, hasa majirani. Wao wanaelewa. So kuna askari mmoja, yeye alikuwa na rafiki yake baba. Ile alikuwa ni kijana mdogo kwa baba. Alikuwa anamuita baba kaka. So kawa anakuja pale nyumbani. Alikuwa anaona mazingira ambayo mimi naishi pale. Yaani akiniona naelewa, na watu walikuwa wanaelewa kabisa kwa sababu watu remember siku moja kuna mama mmoja alikuja alimtukana sana mama. Unamnyanyasa mtoto wa mwenzako, unamtesa. Walipigana sana na mama ile siku nakumbuka. So watu walikuwa wanaelewa. Kwa yule kaka kuja kuona, na unajua kila mwanadamu ana moyo wake. Yule kaka alivyokuja kuona maisha ya pale nyumbani ambao ninaishi, akatamani kuwa msaada kwenye maisha yangu. So akajaribu kuingilia maisha yangu. Na kiukweli yeyote ambaye alisubutu kuingilia maisha yangu ni kama aliibua vita. Yaani vita yangu ilikuwa inahamia kwake. Yeyote. Wazazi wako wanahamishia vita kwake. Na kikubwa babangu alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana. Jeuri, anayo nguvu hata huko kazini, anayo nguvu kwa vyeo vyake. Kwa hiyo anayo nguvu. So yule kaka alipojaribu kuingia kwenye maisha yangu, akaanzisha vita. Baba akawa ametengeneza skendo na story ya kwamba mimi na yule kaka tupo kwenye mahusiano. Kwa hiyo akaanza kuleta sababu ndugu walikuwa wanaibuka baba anisomesha. Kwa hiyo kwa kufikia hapo baba akaanza kuambia sasa familia yangu na ndugu zangu kwamba mimi siwezi kusomesha mtu binti ambaye ni muuni, huyu mtoto ni malaya, mimi simuwezi, ameshindikana. Kanitengenezea story. Na mimi kwa mazingira niloishi kwa kweli, hata story ya kuwa na mahusiano usi wanaume sikuwa nayo kwenye akili yangu, kwa sababu nimeishi kwenye maisha ya hofu muda wote. Kwa hiyo akili ya kusema nitaingia kwenye mahusiano kuwa na wanaume nisikuwa na. So baba akaanzisha hiyo story, na akaanzisha kwa huyo kaka. Akamwanzishia huyo kaka chief kubwa sana. Akaenda mpaka ofisini kwake kwa huyo kaka. Akafika tu akataka kumblock yule kaka, amsababishia afukuzwe kazi. Mambo yakawa makubwa sana. Unajua wakati nilikuwa niko form 2. So baba akasema huyu mtoto sitaki kumsomesha tena. Kumzia baba nakumbuka alistop kunisomesha. Kitu nakumbuka siku moja, kwa sababu hiyo story ya huyo kaka, baba alifanya ikawa trending sana. Baba alifanya ikawa ni jambo kubwa sana. Sasa nakumbuka siku moja nilikuwa nimelala ndani. Nimelala mimi chumbani kwangu, na chumba changu. Na pale nyumbani kulikuwa na kaka yangu alikuwa amekuja kututembelea, mtoto wa shangazi yangu. So hiyo siku alikuwepo na yeye alikuwa na chumba chake. Nyumba ni kubwa, vyumba ni vingi. Nikawa nimelala. Hiyo siku mama yangu huyo ambaye ametulea, yeye alikuwa anasafiri anaenda Kenya, alikuwa anafuata biashara, mfanya biashara. So nikawa nasikia tu usiku anaongea, mama anaongea na baba, anaongea, akawa anamjaza sana maneno sana, mtoto sijui nimemchoka, maneno mengi sana. So baba kwa hali ya kujazwa akapandwa na hasira, yani akajawa na hasira sana. Sasa siku aliamka alfajiri sana na wakaniaga, nikawa nasikia baba anamsindikiza mama, anampeleka airport kupanda ndege aende Nairobi kufuata mzigo wa biashara. So baba akachukua gari, akachukua funguo wa gari, wakaondoka na mama wakaenda. Mimi sasa sinajua wameshaondoka, na unajua wanasema kuna msemo mpaka akiondoka panya utawala. So na mimi wao wakiondoka tunasikia nina amani ya moyo. Basi nikabaki chumbani kwangu, nimebaki tu mimi mwenyewe, nimelala nimejiachia. Na kikweli sikuwa nimevaa nguo kabisa. Nilikuwa sijavaa nguo. Kwa hiyo niko ndani nimelala. Baba kumbe kampeleka mama airport. Chap, karudi chap. Karudi mimi sijui. Na ninajua kwamba hapa hamna mtu, niko mwenyewe. Alivyofika tu baba, ukumbuke nilikuwa niko form 2. So baba alivyofika, cha kwanza akafungua mlango wangu, akapush akaingia ndani. Bila kugonga hodi wala nini. Tayari mimi ni binti kabisa, ambaye tayari nimeshafika kwenye umri fulani. Baba alinivamia chumbani nikiwa sina nguo kabisa.
Ile siku baba alinipiga, alikuja na kitu ni kama gongo, lilikuwa ni mti wa kutwangia, ile miti ya kutwangia vile.